Hukumu tariki rukun, hukumu ya mtu aliacha nguzo. Tulisema nguzo kule ni 5. Ikitokea mtu kaacha nguzo, afanye nini? Anasema man taraka rukuna min arkani lhaj, atakayeacha nguzo moja miongoni mwa nguzo za hija, au umrat au umra, au nguzo za umra, ata bihi, itabidi hiyo nguzo ailete tena kabla tahalluli, kabla ya kunyoa, kabla ya kutahalluli. Sawa sawa. Akiacha nguzo yoyote katika hizo nguzo, itabidi airejee hiyo nguzo kabla tahalluli, kabla ya kuhalalika na kutoka kwenye ibada ya hija. Illa lukufa, anasema isipokuwa mtu akiacha nguzo ya kusimama Arafa. Illa lukufa bi Arafa, isipokuwa mtu akiacha nguzo ya kusimama Arafa. Fayatahallalu anhu biamali umra. Sawa, hii ikikupita imekupita. Fayatahallalu anhu biumra, atapata umra badala ya kupata haji. Nguzo zote itabidi uzirejee 4 zile, isipokuwa kusimama Arafa. Kama mtu kaacha kusimama Arafa, huyu hija yake yote itakuwa umra, ana hija, hija yake inageuka kuwa umra. Wayajibu alaihi alqadau maa dami aljubran, na itamlazimu mwaka wa pili arudi tena haji kwa sababu ya kuacha kusimama Arafa. Itamlazimu mwaka unaofuata aje tena haji, afanye haji upya, maa dami aljubran, pamoja na kuchinja kwa sababu ya kasoro ya kutokusimama Arafa mwaka uliopita. Si tumeelewana? Kwa sababu Mtume anasema alhaju Arafa, nguzo kubwa ya hija ni kusimama Arafa. Sasa Arafa ina wakati maalum, kuanzia alfajiri ya mwezi 9 mpaka alfajiri ya mwezi 10. Huu ni wakati wote huu wa kusimama Arafa, 24 hours, masaa 24 ni masaa ya kusimama Arafa. Ni sawasawa umekuja usiku au mchana, sawa. Hata kama utafika pale Arafa lahadha, yaani umefika kwenye viwanja vya Arafa ni usiku, ukasimama tu hivi alafu ukatoka, basi ushapata haji. Si watu waishaondoka na wewe umekuja usiku, ukasimama tu, ukafika viwanja vya Arafa, ukasimama tu dakika 1 2, ukachapa mwendo, haukwenda Muzdalifa, haukwenda wapi, haji yako imetimia. Mambo mengine utachinja huko, ukwenda Muzdalifa utachinja, ukwenda kupiga utachinja, lakini ukiikosa nguzo ya Arafa, hija yako yote inabadilika kuwa umra, na mwakani utakulazimu uje ufanye hija nyingine mpya. Kwa hiyo tunarudia, man taraka rukunan min arkani alhaji, yoyote atakayeacha nguzo moja tu katika zile nguzo za haji, au umratin, au akaacha nguzo za umra, ata bihi, itamlazimu airudie hiyo nguzo, lazima airudie kabla tahalluli, kabla ya kunyoa. Illa lukufa,
isipokuwa kusimama biarafa. Arafa huwezi kurudia kusimama Arafa. Sisi tumeelewana? Arafa ina muda maalumu. Hizi nguzo nyingine hazina muda maalumu, lakini Arafa ina muda maalumu. Ukikupita wewe umekupita, sawa. Fayatahallalu anhu biamali umra, itabidi hija yake ibadilike, afanye vitendo vya umra. Hija yake yote itabadilika kuwa umra. Wayajibu alqada'u ma'a dami aljubran, itamlazimu hiyo haji aje kuilipa pamoja na kuchinja huko kutakakokuwa kumeunga zile kasoro alizozifanya mwaka uliopita. Hukumu tarki alwajibi au sunna, hukumu ya kuacha wajibu wa haji au sunna miongoni mwa sunna za haji. Anasema man taraka wajiban, yoyote atakayeacha wajibu moja, min wajibati alhaji, katika zile wajibu za haji, yajibu alaihi dhabhu shah, itamlazimu kuchinja mbuzi. Fa in ajaza, akiwa hana uwezo wa kuchinja mbuzi, fa saumu 3 ayami qabla an-nahr, atafunga masiku 3 kabla ya siku ya Idi. Fa saumu 3 ayami kabla an-nahr, atafunga masiku 3 kabla ya ile siku ya Idi. Wa 7 fi baladihi, na siku 7 atakuja kufunga katika nchi yake. Kwa hiyo ana siku 7 za kuchinja. Mtu ambaye ameacha wajibu, ima achinje mbuzi, nyama yote itagawiwa kwa maskini wa Maka. Ikiwa hana uwezo wa kuchinja mbuzi, itamlazimu afunge siku 3, sawa, kabla ile siku ya Idi, na siku 7 zingine atakuja kuzifunga akisharudi nchini kwake. Huyu ni mtu aliyoacha wajibu wote huyo. Waman taraka sunna, lakini mtu atakayeacha sunna, la yalzamu bitarkiha shay, haimlazimu kwa kuacha sunna chochote. Ufanyi chochote kwa wewe kuacha sunna miongoni mwa sunna za haji. Haya, tunakuja kwenye kipengele muhimu, aljimau amdan, mtu aliyefanya jimai wakati yuko haji kwa makusudi. Mtu yuko haji akafanya jimai kwa makusudi, nini anatakiwa kufanya? Anasema aljimau amdan yubtilu alhajja, kukutana kimwili kwa makusudi kumeharibu hija. Hija imeharibika, huyu mtu hana hija tena. Faman jamaa fil hajj kabla tahalluli, anasema mtu yoyote atakayefanya kitendo cha kujamiiana kabla ya tahalluli, kabla ya kwenda kutahalluli, kabla ya tahalluli, wajaba alaihi itimamuhu, itamlazimu aitimize hiyo haji. Sisi tumeelewana? Yaani wewe ukifanya jimai, kwa mfano huko Arafa, huwezi kusema sasa mimi madhali hija yangu ishaharibika, huko kuna kuendelea tena mimi siendi. Utakwenda hivyo hivyo, lazima ukatimize kwanza, pamoja ishaharibika, lakini hatua zinazofuata lazima uzikamilishe. Lakini wewe una haji, walqadau, na itamlazimu kuja kuilipa hiyo haji, wa dhabhu badana, na kuchinja ngamia,
Sawa. Haji kwanza imeharibika kwa kitendo cha jimaa kabla tahalluli, kisha utatakiwa ufuate mfululizo vile wanavyokwenda mahujaji, na wewe uende vile vile pamoja, una haji, lakini itakulazimu kuilipa hiyo haji na kumchinja ngamia. Anasema in lam yajidha, ikiwa hakupata ngamia, fabakara, itamlazimu achinje ng'ombe. Kama ngamia hakupata, itamlazimu achinje ng'ombe. Fa in lam yajidha, ikiwa hakupata na huyo ng'ombe, fa saba ashia, itamlazimu achinje mbuzi 7. Fa in lam yajidha, ikiwa na mbuzi wenyewe hakupata, thamana albadana, atauliza bei ya ngamia. Sawa. Washtara bithamaniha taaman, ile bei atakayoambiwa ya ngamia, zile pesa itamlazimu anunue chakula. Si tumeelewana? Fa in lam yajidha, ikiwa na hicho chakula chenyewe hakukipata cha kununua, thamani ya ngamia anayo, anatafuta chakula cha kununua, hakuna. Swama an kulli mudi yauman, kila kibaba kimoja itamlazimu afunge siku moja. Kwa hiyo ile thamani ya pesa ya kununulia ngamia utaithamini kama ni kununua chakula, vitatoka vibaba vingapi? Au leo tunasema kilo 2.5, kilo 2.5. Utapiga hesabu kwamba hiyo pesa ina kilo 2.5 ngapi. Hizo idadi ya kilo 2.5 utakazozipata itakulazimu ufunge kila siku mpaka umalize hiyo idadi ya kilo 2.5. Hiyo ndiyo hukumu ya mtu atakayefanya jimaa wakati yuko haji kabla ya tahalluli. Sisi tumeelewana? Thamani utapiga kwa kule Maka. Kwa hiyo ndio hukumu ya mtu aliyekutana kimwili wakati kisha ingia kwenye ibada ya haji. Tutairudia hiyo ili tufunge darasa letu hapo. Kesho tutaanza, wiki ijayo tutaanza al-ihsaru. Al-ihsaru ni kwamba mmekwenda, hamjafika haji, mko njiani, ima mkatekwa au mkavamiwa au kikatokea kikwazo kinachokufanyeni msifike kwenye haji. Ikitokea namna hii nini mfanye? Sasa hiyo itakuwa ni somo la wiki ijayo, lakini leo turudie hapa. Aljimau amdan, mtu atakayejamiana kwa makusudi wakati kisha vaana na ibada ya haji. Anasema aljimau amdan yubtilu alhaji, kukutana kimwili kwa makusudi kunabatilisha hija ya mtu, kuna iharibu. Faman jamaa fil haji kabla tahalluli, atakayekutana kimwili kabla ya tahalluli, kabla hujahalalika, wajaba alaihi itimamuhu, itamlazimu kuitimiza hiyo haji pamoja ishaharibika, walqadau, na inamlazimu kuilipa haji mwaka mwingine, wadhabuhu badana, na kumchinja ngamia. Fa in lam yajidha, ikiwa hakupata ngamia ya kuchinja, fabakara, amchinje ng'ombe.
Fa in lam yajidha, akiwa hakupata na huyo ng'ombe, fasaba ashia, achinje mbuzi 7. Fa in lam yajidha, ikiwa na mbuzi vile vile hakupata, thamana albadana, atauliza bei ya ngamia. Akishapata bei ya ngamia, ishtara bithamaniha taaman, atanunua kwa thamani ya kununua ngamia. Thamani hiyo atanunua chakula, wagawiwe maskini wa Maka. Fa in lam yajidha, ikiwa na chakula nacho hakupata cha kununua, swama an kulli muddi yauman, itamlazimu afunge kwa kila mudi, kila kibaba cha ile thamani ya kununua ngamia, kila kibaba itamlazimu afunge siku moja. Kwa hiyo kama umepata vibaba 50 utalazimika ufunge siku 50. Umepata vibaba 100 utalazimika ufunge siku 100. Umepata vibaba sijui vingapi, itakulazimu ufunge hizo siku kwa kiwango cha vibaba. Hiyo ndio itakuwa hukumu ya mtu aliyefanya jimai wakati kisha faana na ibada ya haji. Leo tuishie hapo. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka.